Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sifa 7 za watu wanaopendwa na Allah. Je, unajua kuna watu ambao Allah anawapenda moja kwa moja, sio kwa sura zao, sio kwa mali zao, bali kwa sifa zao. Hebu fuatilia video hii mpaka mwisho ujue kama wewe ni miongoni mwao. Kila mmoja wetu anatamani kupendwa na Allah, lakini Allah mwenyewe ametaja wazi kwenye Qur'an ni watu gani anawapenda. Katika video hii utajifunza sifa 7 muhimu pamoja na hukumu ya kupendwa na Allah. Kwanza, wafanyao mema. Inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kufanya mema. Katika surati Baqara, sura ya 2 aya 165. Kufanya mema si kutoa pesa tu, ni tabasamu kwa mtu, kusaidia bila kutarajia malipo, kumfanyia mtu jambo jema hata kama hakulipi wema. Muhsinina ni yule anayefanya kitu kwa ubora na kwa moyo safi, si kwa kujionyesha. Jiulize, je, unafanya mema hata pale hakuna anayekuona? Pili, wacha Mungu. Almuttaqin, fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wacha Mungu. Katika surati Toba, sura ya 9 aya ya 4. Takwa ni kuwa na ulinzi wa ndani unaokuzuia kufanya dhambi. Ni pale unapokataa dhambi ukiwa peke yako, unapochagua halali hata kama ni ngumu. Unapata nafasi ya kudanganya upate pesa, lakini unaacha kwa ajili ya Allah. Ucha Mungu wa kweli hauhitaji mashahidi. Tatu, wanaotubia. Inna Allah yuhibbu tawabin. Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kutubia. Katika surati Baqara, sura ya 2 aya 222. Allah hajataja wasiofanya dhambi, ametaja wanaotubia. Hii ina maana kufanya kosa si mwisho, kurudi kwa Allah ndio muhimu. Mfano, unaacha swala, unatambua, unarudi, unaanza tena. Mlango wa toba uko wazi kila siku, usiuache. 4, wanaojitakasa. Mutatahhirin wa yuhibbu mutatahhirin wa yuhibbu mutatahhirin. Katika surati Baqara, sura ya 2 ya 222. Usafi sio wa mwili tu, ni pamoja na wa moyo, kuondoa chuki, husda, nia kufanya kwa ajili ya Allah, matendo kuepuka maovu. Unafanya jambo jema bila kutaka kusifiwa na watu. Allah anaangalia ndani yako zaidi kuliko nje yako. 5, wavumilivu. Sabirin, wallahu yuhibbu sabirin. Katika surati Al-Imran, sura ya 3 aya 146. Subira sio kukaa kimya tu, ni kuvumilia maumivu, kudumu kwenye haki hata ikiwa ngumu, kutoacha ibada hata ukiwa kwenye shida. Mfano, unapitia matatizo ya maisha lakini bado unaswali na kumtegemea Allah. Subira ni nguvu, sio udhaifu. 6, wanaomtegemea Allah. Mutawakkilin. Inna Allaha yuhibbu al-mutawakkilin. Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wale wenye kumtegemea. Tawakkul
ni kufanya juhudi zako zote kisha kuacha matokeo kwa Allah. Sio kukaa tu bila kufanya kitu. Mfano, unatafuta kazi kwa bidii lakini moyo wako uko tulivu kwa sababu unamtegemea Allah. Fanya kazi kama kila kitu kinakutegemea wewe, na umtegemea Allah kama kila kitu kinategemea yeye. 7, waadilifu. Inna Allah yuhibbu muttaqin. Waadilifu katika surati Maida sura ya 5 aya ya 42. Uadilifu ni kutoa haki hata kama ni dhidi yako, kutobagua, kutokuwa na dhuluma. Unahukumu haki hata kama inamuumiza rafiki yako. Haki ni ngumu, lakini ndio njia ya mapenzi ya Allah. Hizi ndizo sifa za watu wanaopendwa na Allah: wafanyao mema, wacha Mungu, wanaotubia, wanaojitakasa, wavumilivu, wanaomtegemea Allah, waadilifu. Hizi sio theory, sio nadharia za kufikirika, ni maisha ya kila siku. Nini hukumu ya kupendwa na Allah? Kupendwa na Allah ni neema kubwa sana na ni lengo kuu la maisha ya Muislamu. Sio wajibu kwa maana ya dhambi kuikosa, lakini ni wajibu kufanya mambo yanayopelekea kupendwa na Allah. Allah anasema, qul in kuntum tuhibbuna Allah fatabi'un yuhibbukum Allah. Ikiwa mnampenda Allah basi mfuateni Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah atawapenda. Aya hii inaonyesha kupendwa na Allah kunapatikana kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutii amri ya Allah, kuepuka makatazo kwa mtazamo wa hukumu. Si faradhi moja kwa moja kusema lazima upendwe, lakini njia zote za kupata mapenzi ya Allah, imani, ibada, tabia njema ni faradhi. Hivyo kupendwa na Allah ni sawasawa na matokeo ya kutekeleza dini kwa usahihi. Kwa nini ni muhimu sana? Kupendwa na Allah kuna maanisha unasaidiwa katika maisha, dua zako zinakaribiwa, unalindwa na mabaya, mwisho wako unakuwa mwema akhera. Kupendwa na Allah si jambo la hiari tu, ni lengo la kila Muislamu anayejua thamani ya akhera. Swali la kujitathmini: matendo yako ya kila siku yanaelekea kufanya upendwe na Allah au uwe mbali na mapenzi yake? Chagua hata sifa moja leo, anza nayo. Kama umejifunza kitu, like video hii, andika kwenye comment amin kama unataka kuwa miongoni mwa wanaopendwa na Allah. Subscribe kwa mafunzo zaidi ya mafanikio kwa mujibu wa Qur'an.